Leo hii tumezindua programu yetu ya kuandaa viongozi wa benki yetu kwa awamu ya pili. Huu ni utaratibu ambao tumekuwa nao ambao ni endelevu. Awamu ya kwanza imemalizika ambako vijana wengi wameshaingia kwenye sehemu za ajira na wanashikilia idara mbalimbali. Lakini benki yetu kama mnafahamu kwamba benki ya CRDB ni benki yenye malengo mapana ya kukua. Unapokuwa na malengo hayo, lazima uandae viongozi wa leo na wa kesho. Sasa moja ya programu tunaifanya graduate trainee ni kutafuta vijana kutoka kwenye vyuo mbalimbali nchini na nje ya nchi na kwenye nchi ambazo tunafanyia kazi kama Burundi, DRC Congo na sehemu zingine kama Dubai, ambao tutatoa nafasi vijana kwa ajili ya kuajiri kwa kwenye mpango maalum kwa miaka mitatu wa kuandaa kwa viongozi bora wa benki yetu. Sasa kama mlivyosikia leo hii tumezindua, lakini zoezi ambalo limechukua muda mrefu katika kuchambua vijana mbalimbali. Maombi yalikuwa ni wanafunzi wengi sana, zaidi ya 1800 na kuendelea. Sasa waliopita mpaka sasa ni 26 ambao wanaanza program rasmi, na naposema 26 ni katika kuangalia nchi ya Tanzania, Burundi na DRC Congo. Kwa Tanzania ni vijana 18 na nchini Burundi tumepata vijana 4 na Kongo vijana 4. Lakini jambo zuri zaidi, 65% ya vijana hawa ni akina dada, na lengo letu kama benki yetu ni moja inayozingatia masuala ya gender. Lakini kikubwa zaidi, hawa vijana tunawaandaa kuwa benka wazuri wa benki yetu, wa sekta na taifa kwa ujumla katika nchi wanayofanya kazi. Watapitia katika programu mbalimbali za kufanya kazi kwa vitendo, mafunzo, kuwapa ujuzi, lakini kuwafundisha umuhimu wa kuwa benka mzuri mwenye kumhudumia mteja, lakini anayekwenda na misingi imara ya benki yetu ya CRDB. Tunatarajia vijana hawa wapitishwe katika programu zote, na mnafahamu benki yetu ni benki inayozingatia mtazamio ujao, teknolojia zaidi. Kwa hiyo ni katika kuleta masuala mazima ya kidijitali zaidi. Kwa leo hii nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza timu nzima ya benki yetu, maana ilikuwa ni zoezi shindanishi, zoezi gumu. Na uzuri ni kwamba wote walioomba nafasi hii wana sifa, kwa maana ni wahitimu wa vyuo vikuu mbalimbali Tanzania, Burundi, DRC Congo, Middle East mpaka Europe. Lakini kupatikana nafasi zilizopatikana hazikuwa nyingi kiasi hizo. Ilikuwa nafasi 26. Kwa hiyo umekuwa na ushindani mkubwa sana. Tofauti kubwa ya waliopata na ambao hawajapata sio kwamba hawana uwezo, ila vigezo vya kuangalia vimetofautiana. Pamoja na vigezo vya shule, kuna vigezo vya weledi, utayari na ushindani na ubunifu. Na yote haya yamefanyika. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuomba vijana wote ambao wamepata nafasi hii kuwakaribisha ndani ya familia ya benki ya CRDB. Kwangu hawa ndio wakurugenzi watendaji wa benki yetu au benki na taasisi zake baadaye kwa siku za usoni. Na ni imani na misingi ya benki ya CRDB. Tunapokuwa tunaandaa viongozi wa kesho, lazima wapate mafunzo sahihi ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini vile tunaunganisha na wadau wetu, mapatena wetu mbalimbali walioko nchini na nje ya nchi. Na kama unafahamu benki ya CRDB tuna global partners wengi. Kwa hiyo timu hii ambayo imechaguliwa itapata nafasi ya kujifunza kwa vitendo, kujifunza kwa kwenda kuangalia mazingira tofauti ya benki zingine zilizofanikiwa, taasisi tofauti na benki. Kikubwa zaidi ni kumhudumia mteja kwa kuangalia mahitaji ya mteja, sio kwa kuangalia mahitaji yetu. Na falsafa yetu ni benki inayosikiliza. Sasa huwezi kuwa msikivu ukawa sio mbunifu, maana mahitaji yanatofautiana. Lazima ubuni huduma za mteja kulingana na mahitaji yake. Kwa ni imani yangu kubwa kwamba benki yetu mnavyoona mafanikio haji bila kuwa na watendaji. Weledi wa wafanyakazi wetu unatufanya tuwe imara zaidi. Na kwa taarifa yenu, benki yetu 70% ni vijana, na hata wale mliona ndio vijana. Na sisi tunajiita benki ambayo inahudumia zaidi ya benki. Yaani benki ni huduma moja hapo natoa, lakini natoa huduma zaidi hapo. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba kazi yetu ni kuleta mabadiliko hiyo chanya, hasa kujenga uchumi wa nchi yetu na nchi tunazohudumia. Kwa majina naitwa Godfrey Rutasingwa, ni mkurugenzi wa utumishi wa benki ya CRDB.
Siku leo tumefurahi kuzindua rasmi msimu wa pili wa programu yetu ya Graduate Trainee, ambapo kuna vijana zaidi ya 26 kutoka nchi 3 ambazo tunafanya kazi za Tanzania, Burundi pamoja na Kongo wameingia kwenye safari hii ya kukuza uwezo. Hii ni msimu wa pili baada ya kuona mafanikio makubwa sana katika msimu uliopita, ambapo tulikuwa na vijana 30 kutoka Tanzania pamoja na Burundi, na katika kuhitimu kwao wameonyesha mchango mkubwa sana kwenye benki. Ni vijana ambao wako sharp, wana akili nyingi, wanajifunza haraka, ni wabunifu. Kwa hiyo wameweza kuchangia kiasi kikubwa sana kukuza biashara yetu, hasa wale waliokwenda mbele kwenda kukutana na wateja, wale walioingia kwenye sehemu za ubunifu kama za teknolojia na mifumo ya kompyuta. Wamefanya kazi kubwa sana kuweza kuweka mawazo mapya ambayo yanaweza yakachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma zetu kwa wateja. Wanajituma na kujituma kwao kunachangia kuleta chachu ya kuishi tunu za benki yetu ya CRDB popote ambapo wanafanya kazi. Naitwa Frank Mkwabe Nokwe, ni mmoja wa graduate trainees kutoka benki ya CRDB. Kwa ukweli ninasema kwamba nashukuru sana benki ya CRDB kwa kuanzisha programu hii ambayo imekuwa chachu kwa vijana wengi, sana sana kwa vijana ambao ni fresh graduates, au tunasema kwamba vijana ambao wanatoka chuoni wakiwa hawana experience ya kazi au baada tu ya kumaliza masomo yao. Kitu kikubwa ambacho tunatarajia sana kupata kwenye hii program ni kuzalisha viongozi wa baadaye ambao watasaidia sana katika kuleta maono na chachu katika teknolojia, kuhakikisha kwamba tunakuza sekta yetu ya fedha pamoja na kukuza uchumi wa Tanzania, sana sana katika benki yetu ya CRDB. Na niseme kwamba katika mchakato mzima wa kupata vijana hawa au kupatikana kwa vijana wa graduate trainees ulikuwa sio mrahisi sana, lakini benki yetu inazingatia usawa pamoja na uwezo wa mtu. Hakuna ile namna ambayo kuna vitu ambavyo havikwenda sawa, kwamba benki inazingatia usawa na uwezo wa mtu. Kwa hiyo hakuna mambo ya corruption na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ninaishukuru sana benki yetu, lakini pia namshukuru our group CEO Dr. Abdulmajid Nsekela, pia ametumotivate kwa speech ya leo, pia na majorities, pia graduate trainee wenzangu, na washukuru sana na uongozi mzima wa CRDB Bank. Kwa majina naitwa Ilham Sitain Kasamali. I'm one of the members in the second cohort of the CRDB graduate program. The journey wasn't easy. Kufika mpaka hapo tulipofika leo ilikuwa sio rahisi. Tulianza na watu 4,000 and initially it was a lot of people, but at the end tuko watu 26 including na watu wa Burundi and Congo. Tulipitia a number of assessments mpaka tufike hapa, I think around 7 if I'm not mistaken, and 4 good interviews na tumeweza kuchaguliwa na tumeweza kupita. So it's a very big journey, it's a very exciting journey for all of us, and we're deeply grateful for the bank for giving us this opportunity to do it and embracing in young talents and also future leaders. Tunatarajia, we're expected to bring a lot of impact in the bank, while also being in the values of CRDB,